Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi angalau na mimi niweze kutoa neno kwenye pendekezo na hoja ambayo imetolewa mbele ya bunge lako tukufu na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kwanza nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa uongozi kwa taifa letu, lakini kwa kuendelea kuwaamini Watanzania mbalimbali katika nafasi, na kwa kipekee nafasi ambayo tunahitaji hapa ni pendekezo la makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Deogratias John Pancras Ndejembi. Mheshimiwa Spika, ndugu yetu Mheshimiwa Ndejembi mimi ninamfahamu tangu alipokuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Alipokuwa wilaya ya Kongwa kulikuwa na matatizo ya migogoro ya wafugaji na wakulima katika wilaya ya Kiteto ambayo iko mkoa wa Manyara, lakini matatizo yale mara kwa mara yalikuwa yanaiathiri pia wilaya ya Kongwa. Kwa umahiri mkubwa, kwa maarifa makubwa, kwa umadhubuti wa kiuongozi, aliweza kushirikiana na viongozi wenzake katika wilaya ya Kongwa kuhakikisha kwamba madhara yale hayakuleta athari katika wilaya ya Kongwa. Lakini baadaye akashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na hatimaye wananchi wa jimbo la Chamwino wakamwamini na kuwa mbunge wao. Alivyokuja ndani ya bunge, tumeendelea kuishi naye katika mazingira ambayo ameonyesha umahiri mkubwa katika uongozi, katika nafasi zote ambazo ameweza kuaminiwa na Mheshimiwa Rais, na ameonyesha unyenyekevu, ameonyesha uchamungu, ameonyesha uweledi na ameonyesha uwajibikaji. Nina imani kwamba bunge hili tukufu, kwa heshima ya rais, lakini kwa imani ambayo Mheshimiwa Rais amempa Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, wabunge hawa tutakwenda kumthibitisha kwa 100% ya kura za ndio. Lakini Mheshimiwa Spika, kama tunavyofahamu, kwa mujibu wa maandiko, mke mwema anatoka kwa Mungu, lakini mke bora kwa hapa Tanzania anatoka Tanga. Mimi Mheshimiwa Ndejembi ni mkwe wangu, ameoa Tanga. Wakati tunafungua ile barua, wakati wanakuja kuomba maombi ya kuwapatia mke, na mimi kugundua kwamba huyu amelelewa vizuri kwa maadili ya Chama cha Mapinduzi, akiwa katika nafasi ya mjumbe wa baraza la umoja wa vijana, basi nikawasihi wazee wenzangu kule nyumbani kwamba mtoto wetu atakuwa katika mikono salama. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba wabunge tuungane mkono kuhakikisha kwamba kwanza tunampa Mheshimiwa Rais heshima kwa uteuzi huu ambao ameufanya, lakini pia tunampa imani ya kushirikiana na mwenzetu huyu katika jukumu hili kubwa na zito ambalo taifa linataraji kutoka kwake. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa Msukuma. Jiandae Mheshimiwa Nolo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja ya Waziri Mkuu kuhusu makamu wa rais mteule. Mheshimiwa Spika, kweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini tunakipongeza pia na Chama cha Mapinduzi kuafiki na kukubaliana na pendekezo la Mheshimiwa Rais kumpitisha Bwana Mheshimiwa Deo Ndejembi. Tumekuwa naye humu bungeni Mheshimiwa Spika, kwanza akiwa naibu waziri, waziri kamili, waziri amehama, na mara ya mwisho anateuliwa anatokea kwenye kamati ambayo mimi ni mjumbe, kamati ya nishati. Mheshimiwa Spika, nikizungumza kwa niaba ya kamati yangu ya mwenyekiti Subira,
tuna furaha kubwa sana kumtoa Deo, lakini tuna masikitiko sana kumpoteza kwenye kamati yetu, na tunamwomba Mheshimiwa Rais anapotuteulia waziri mwingine afanane angalau na Deo kwa kweli. Mheshimiwa Spika, niombe niseme neno moja. Nimeamini maneno yanayosema ukifanya kazi kwa bidii cheo kinakutafuta chenyewe. Waheshimiwa wabunge, mimi nilikuwa na Deo na baadhi ya wajumbe wa kamati, tulikuwa safari kule Marekani. Wakati mheshimiwa anapokea message, tulikuwa ubalozini pale, ndo anatutambulisha akiwa amekaa mbele. Hebu pata picha anayewatambulisha na nyie ni wageni, alafu anaanza kudondosha machozi. Tunajiuliza kimetokea nini? Baada akasema nina mkutano mwingine, ndo akaondoka. Kwa hiyo kimetokea kile cheo haelewi na hajawahi kumpiga shoti mtu. Wote ni marafiki. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ungeruhusu watu wote wamzungumzie Deo, tungepiga kura saa 11. Hii inatupa picha nzuri sana. Tunawapenda na tunawaamini sana viongozi wetu. Tuamini katika tulivyo navyo. Hauwezi ukapata cheo kwa kumpiga shoti mwenzeo. Mheshimiwa Rais amefanya pendekezo la busara kubwa sana, na hii inaonyesha picha. Jiaminini kwenye kazi mlizofanya, mlizopangiwa. Maana yake kikubwa kinachowafuata nyuma kitawafuata kwa bidii yenu, sio kwa kupiga shoti watu wengine. Nimesimama hapa Mheshimiwa kuwashawishi wabunge wenzangu, kama ni baraka ambayo tumepata kwenye bunge hili, bunge letu ni kumtoa Bwana Deo na Mheshimiwa Deo Ndejembi, kama nafasi aliyokuamini Mheshimiwa Rais kwa umri wako. Nimejaribu kuangalia viongozi waliokaa hicho kiti cha kwako, wewe ndo namba 1 kwa umri mdogo. Na taifa hili tunakoelekea ni la vijana Gen Z. Sasa umepewa ukafungue milango. Tunahitaji kupata viongozi vijana wenye mawazo mepesi, wanaotumika, walio na nidhamu. Hatutegemei, Mheshimiwa Spika, hatutegemei kwa mbunge mwenzetu Deo ambaye umetoka humu ukaanze tena mambo yaliyotufikisha hapa. Sisi kama wenzio tunakuomba kwa niaba ya taifa hili na bunge hili, nenda kamsaidie Mama Samia, Mheshimiwa Rais wetu. Taifa tunakutegemea na tunamtegemea Mama Samia. Hatuhitaji kumwona akiwa kwenye stress na uongozi, tunahitaji kuona maendeleo. Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kwa haya machache. Niwaombe wajumbe wenzangu wa bunge tupige kura kwa 100%, kwa sababu huu ni uzao wetu, na mimi inaniaminisha kama ni veti nimefanyika. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Nolo. Jiandae Mheshimiwa Tawida. Mheshimiwa Spika, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumteua ndugu Deogratius John Louis Mtemi Ndejembi, John Louis Pancras Mtemi Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, ndugu Deogratius Ndejembi ni mtoto wa John Louis Pancras Ndejembi na mama yake ni Amina Sharif ambaye ni wakazi wa Moshi, mtaa wa Mbuyuni.
Mimi nimemfahamu Deogratias Ndejembi mwaka 1993 na mwaka 1994 nilipomaliza darasa la 7 nikaenda kuishi kwa baba yangu mkubwa mzee Pancras Ndejembi. Kwa tumeishi nyumba moja, yeye akiwa darasa la 7, yeye akiwa darasa la 6, mimi ndo nimemaliza darasa la 7. Na ndugu Deogratias Ndejembi, mimi katika ukoo ni ndugu yangu. Ukoo wetu ni mkubwa, unaitwa ukoo wa Nyagundu, ni ukoo wa Kusila. Kwa hiyo ndugu Deogratias Ndejembi ni ndugu yangu wa damu. Kwa hiyo tumefahamiana tangu enzi hizo. Lakini kubwa, na nilisema hapa Mheshimiwa Spika, mwaka 1995 mimi na ndugu yangu Deogratias Ndejembi tulikuwa mnada wa zamani wa maili 2. Tukasema sisi tupambane mpaka tuje kuwa viongozi. Hapo mimi niko darasa la 7, niko form 1, yeye yuko darasa la 7, na tukaweka kitu tukakiita Vision 1995. Namshukuru Mungu sikuwahi kuwaza kama vision ile itakuja kuwa pana kiasi hiki. Kwa hiyo ndugu Deogratias Ndejembi ni mjukuu wa Pancras Ndejembi ambaye amekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma tangu mwaka 1982 mpaka mwaka 2007. Lakini mzee Pancras Ndejembi aliwahi kuwa mkuu wa wilaya katika wilaya mbalimbali ikiwepo Moshi, Handeni na Ukerewe, Mwanza kule. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ndugu Ndejembi busara yake tangu akiwa mtoto, na nataka niseme Mheshimiwa Rais ameweza kumpata mtu ambaye ana hekima kubwa katika umri wake, lakini ni mtu mwenye upendo. Deogratias ni mtu mwenye upendo sana. Kutokana na busara hii kubwa aliyonayo, amekuwa na uwezo wa uhimilivu katika mawimbi mbalimbali ya siasa. Kwa hiyo tumepata kiongozi ambaye mimi naamini atamshauri Mheshimiwa Rais na kumsaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ndugu zangu wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie kiongozi ambaye Rais amemteua, kazi iliyofanyika ni kubwa. Tumepata kiongozi safi ambaye ana moyo wa kutoa na huwezi kumtilia shaka hata chembe. Kwa mimi nawaombeni nyote tumpe kula za kutosha zote, ili kuonyesha heshima hii ambayo Mheshimiwa Rais ametuamini mbunge mwenzetu ametoka katika bunge hili kupata nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.